Hiyo mtu mmoja anahofiwa kupoteza maisha au kupata ulemavu wa kudumu baada ya kuanguka kwenye jengo la ghorofa 7 wakati akijaribu kuokoa maisha yake baada ya ajali inayodhaniwa kuwa ya umeme kutokea kwenye jengo hilo. Mariam Shabani ameandaa taarifa ifuatayo. Jana majira ya saa 11 jioni ilionekana video kwenye mtandao wa kijamii ikimuonyesha kwamba kuna mtu mmoja ambaye alikuwa ananing'inia kwenye wavu ambao upo kwenye jengo ambalo lipo upande wangu wa kushoto. Lakini baadaye mtu huyo alionekana kama amedondoka baada ya umeme kukatwa. Mashuhuda ambao wanafanya biashara zao katika eneo hili wanatusimulia hasa nini kilitokea katika eneo hili. Jana kulikuwa kuna mafundi ambao wanatengeneza juu, sawa? Sasa fundi mmoja aliteleza na kudondoka chini. Kwa inaendea ule mshikaji baada ya kwanza kujianza kujikwamua pale alipokuepo, akawa ameshuka kwa chini kidogo. Mguu ukawa umenasia pale kwenye zile mbao kama mnavyoona pale juu, ukawa umenasia kwenye mbao, mwili kichwa na mwili mzima ukawa upo kwa chini. Sasa baada ya kwanza mwenyewe kujikwamua, sisi sote tulijua yule mtu baada ya kudondoka chini atakuwa kapoteza maisha. Ila baada ya kumuona ana mikono ina sheki na bado ana ile hali ya kujua kabisa huyu ni mzima, na yeye baada ya kuona kwamba msaada ni mdogo, akabidi ajikwamue, na yeye baada ya kujivuta juu kuja chini ndo pale akawa ameteleza na kudondoka chini. Anachezesha mkono hivi. Kuchezesha mkono tukaona yule jamani ni mtu anayening'inia pale, kuangalia kweli ni mtu kaning'inia. Baadaye akatokea kijana mmoja hapa chini akakimbia kule juu kwenye jengo. Kufika kule juu akamwangalia akaona mtu amening'inia, kwa hiyo kwenda kumuokoa, kumfuatilia, kumshika, na yeye akapigwa shoti. Kupigwa shoti yule mwingine ikawekwa ngazi, hakubahatika kuokoka, ndio akadondoka mwenyewe. Ndio ikatokea hivyo. Baadaye na yule mwingine wakaenda wakamtoa kwa juu, akadondoka chini naye. Aidha, baadhi ya mashuhuda wameiomba TANESCO kuwa na utaratibu wa kufanya ukaguzi wa umeme hasa kwenye majengo makubwa yanayojengwa ili kupunguza ajali za namna hiyo. Jamaa baada ya kuona anaingiza mikono, wakati anafika pale sehemu aliyopitia pale, anakuja kumguza tu ule mguu, akakutana na ule waya umeme, ndio ule moto unaona unawaka. Umeona, baada ya hapo akachukuliwa akapelekwa polisi. Sasa ule mwingine sijajua akapelekwa wapi. Umeona, mimi nimefunga biashara chap kaenda kumfuatilia hospitali alikoenda, na mkuta yuko peke yake na karatasi ya PFCL, hana msaada wowote. Sasa kinachotakiwa kuangaliwa kwamba TANESCO waangalia upande wa umeme. Sawa, waya zinazopita pembezoni mwa majengo, pembezoni mwa gorofa, sawa? Yaani waangalie kwamba umeme unafanyaje kazi ili kuepusha nini? Ajali kama ya shoti. Shoti ndo tatizo. Unajua majengo, wajenzi wale, makontrakti wale wanakuwa ni wengi, vibarua wale wanakuwa ni wengi pale juu. Sasa wakiwa kama 5, 10, 15, then akigusa ule umeme, akigusa ule waya tu ni tatizo. Nikiripoti kutoka mtaa wa Mchikichi na Msimbazi hapa Kariakoo jijini Dar es Salaam, jina langu Mariam Shabani wa EATV. Asante Mariam Shabani.